taratibu mueleze jinsi gani nampenda, wala usiyabakize yote nilokuagiza. Taratibu mueleze jinsi gani nampenda, wala usiyabakize yote. Hivi wewe unadhani mimi ni mjinga? Hama nabahatisha nachokizungumza, sio? Hivi kwa nini kila siku tumekuwa mimi na wewe ni wa kugombana kwa sababu ya kitu kimoja? Kwani usibadilike? Kevi, sitaki kusikia ujinga wako. Hivi kuna maana gani ya mimi kuwa na simu yangu na wewe kuwa na simu yako? Sasa kwa nini unajali kuhusu simu yangu tu? Mbona mimi sijali kuhusu simu yako na wala sijai kukuuliza unachati na nani? Kwa hiyo unataka nikuangalie tu unavyochati na wanaume zako, alafu ninyamaze, sio? Hivi unanichukuliaje? Au unaniona mimi ni fala kiasi gani? Sikia nikwambie, nitafanya maamuzi magumu sana kuhusu wewe ukiendelea na hiyo tabia yako. Maamuzi magumu? Kwamba unanitisha, si ndio? Hebu fanya maamuzi magumu niaone. Au labda unahisi kwako nimefika sana, si ndio? Unajidanganya Kevi. Mimi sio hao malaya zako unawachezea na kuacha. Kwa hiyo umeamua nipandishie sauti. Wewe ndo mwanaume, sio? Sawa, nimekuelewa. Mjinga mimi. Sijali wala siwazi. Fanya chochote unachotaka kufanya. Ila kuachana mimi na wewe sahau. Na tukiachana niite mbwa nimekaa pale. Samani. Bila samani. Sijui wewe ni mwenyeji mtaa huu? Ndio. Nilikuwa namtafuta ndugu yangu anaitwa James. Nimezunguka sana mitaa chini huko, lakini kwa bahati mbaya nyumba nimeisahau. Sijui unaweza kuwa unamfahamu? James, yupoje? Mfupi kidogo, lakini amejichora tattoo. Namfahamu. Sijui unaweza kunielekeza anapopatikana? Wala hata usijali. Ila sasa huku ulikofika ni mbali sana. Njia ni huko ulikotoka. Kuna pacha mbili hapa. Sio ulitokea upite ya kushoto ya. Nyumba ya kwanza, ya pili, kuna kijiwe fulani vile vijana namfahamu sana, ni marafiki zake. Ukiulizia pale huwezi kumkosa. Unajua mimi nimetokea hii njia, lakini sijaona kijiwe chochote. Na hata hiyo njia pacha sijaiona, sijui nilikuwa nimeghafirika, hata sielewi. Sasa unajua dadangu mimi sio mwenyeji huko. Lakini pia nimeshazunguka sana. Hapa nilipo hata njia ya kutokea tu kufika barabara kubwa sidhani kama nitaikumbuka. Nilikuwa naomba unifanyie favor moja. Naomba unipeleke. Usijali kuhusu muda wako, nitakulipa. Sawa, usijali, nitakupeleka. Asante sana. Tunapita njia ipi? Huko ulikotoka. Sawa. Moyo wa mtu kichaka, hasa ukipendaga, wala una mipaka, chochote waweza tenda. Moyo wa mtu kichaka, hasa ukipendaga, wala hauna mipaka. Kaka, nafikiri tumeshafika. Hiyo nyumba unayoiona hapo juu ndipo anapoishi James. Sawa. Asante. Hakuna kazi niliyoifanya inayostahili malipo ya fedha. Lakini nilikuahidi nitakulipa baada ya kukupotezea muda wako. Sifanyi kila kitu kwa ajili ya fedha. Muda mwingine nafanya kwa ajili ya utu na ubinadamu. Ni muda mrefu sasa. Pesa imevunja na kutoweza utu wa mwanadamu. Nguvu yake imetawala ulimwengu na tamaa yake imekithiri mioyoni mwetu. Mimi nalijua hilo na ndio maana nakulipa. Sawa, nimekuelewa.
lakini pesa yako haiwezi kulipia kila kitu. Muda mwingine hatuhitaji pesa, tunahitaji watu. Naomba niende. Sawa, lakini kama hutojali, naomba unipatie namba yako ya simu. Sina simu. Odi. Odi. Karibu. Mr. James. Vipi ndugu yangu? Vipi kaka? Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Umepajuaje hapa? Tutazungumza. Usiwe na haraka. Karibu ndani. Kaka, kwa jinsi ninavyo sweat na hili joto la mizunguko, tafadhali naomba tukae hapa nje kwanza tuzungumze. Kuna feni. Mimi nafikiri tungekaa nje ingekuwa vizuri zaidi. Azende msaidie. Shika tu mara moja hapo. Sawa. Mr. James ndugu yangu. Naam, bwana Kevin Kani. Umepotea sana. Maisha ndugu yangu. Umekuwa adimu kaka. Ndugu yangu, wewe acha tu. Karibu sana. Asante sana kaka. Umepajuaje hapa? Ndugu yangu. Kwanza acha nicheke. Unajua nimepata taabu sana kufika hapa. Nimepotea chini kule, nimezunguka. Najikuta kila nikizunguka natokea pale pale. Kila nikizunguka natokea pale pale. Bwana Kwa bahati nzuri kuna binti mmoja nikutana naye chini pale. Nikamuulizia na nikamfahamisha jinsi ulivyo. Akawa anakufahamu bwana, ndo kanileta paka hapa. Anaitwa nani huyo? Sijabahatika hata kumuuliza jina lake kwa kweli. Mimi bwana hapa najulikana kwa kutokana na muonekano wangu. Kwa hiyo wengi wananifahamu. Mambo yako hivi. Nakujua. Wewe kama vile nimeweka nembo. Ukisema tu matatu hata mtoto hivi anakuleta. Lakini kaka. Mimi kufika kwako hapa kuna jambo. Ndio. Kuna jambo kubwa sana ambalo limenileta. Nakusikiliza ndugu yangu. Kwanza kabisa ndugu yangu, binadamu anakosea. Muda mwingine kukubali kushindwa ndio ushindi wako. Kampuni kwa sasa inakuhitaji kaka. Yale yote yaliyotokea, tuliokwazana, tuliokosana, tuyaache yapite. Naomba urudi kazini. Kevi, kiukweli mimi kurudi kwenye kampuni kwa sasa hivi haitowezekana. Haitowezekana kwa sababu kampuni bwana Kevi haikuona umuhimu wangu. Na nilijaribu sana kujitetea, lakini hawakutaka kunielewa. Wakanifukuza. Mimi sasa hivi nafanya maisha yangu mengine kabisa. James, tusifanye dunia kuwa uwanja wa mashindano rafiki yangu. Hauna haja ya kushindana. Kwa sababu mpaka sasa wewe ndio mshindi. Kampuni ilikuondoa, haikuona umuhimu wako. Sasa inakuhitaji tena. Maana yake imeona umuhimu wako. Unajua labda nikwambie kitu kimoja. Umuhimu wa watu unaonekanaga pale watu wanapokuwa hawapo. Pengo lako kwa sasa limeonekana na ndio maana kampuni inakuhitaji tena. Imetambua ni wapi ilipokosea kaka. Tafadhali. Mimi ndugu yako. Unajua, mwanzoni hawakuona utendaji wangu wa kazi. Je, unafikiri kwa sasa watauona utendaji wangu wa kazi kama ni mzuri? Of course Mr. James. Kwa sababu gani? Kama mwanzoni hawakuona wakakufukuza, sasa hivi wameuona ndio maana wanakuhitaji tena. Na labda nikwambie kitu kimoja. Hata mshahara wako ama marupurupu yatabadilika. Yatakuwa makubwa zaidi. Kaka bwana. Unajua mwanzoni wewe ndio uliwafuata
ukawaomba kazi. Walikuwa wana kila sababu ya kukupangia matakwa yao. Nini wanahitaji. Lakini kwa sasa hivi wao ndio wamekuhitaji wewe. Ina maana wewe unaweza kuwapangia kwamba bwana mimi bila kiasi fulani sifanyi kazi. Kwa hiyo linawezekana hili? Linawezekana. Alafu nikwambie kitu kimoja, sasa hivi kuna uhitaji mkubwa sana. Unajua toka uondoke, deal nyingi zimekuwa zinatupita. Unajua hatujapata mtu wa marketing mzuri, mtu ambaye anaweza kusimamia hicho kitengo ipasavyo. Na hapa mbele yetu tuna deal kubwa sana ambayo tunataka tufanye na Wachina. Sasa mtu wa kwenda kufanya yale mapatano au makubaliano hayupo. Yaani hakuna mtu ambaye kampuni inamuamini kwa sasa zaidi yako wewe. Ina maana wewe ukiingia tu kazini moja kwa moja kwa Wachina. Hapo kidogo ni kama unanishawishi rafiki yangu. Kaka, mimi nisiongee mengi. Sawa ndugu yangu, rudi kazini. Mimi ndugu yako nakupenda. Na ndo maana nimekuja kukutafuta huko. Bila simu, sina namba yako na umekuwa na tabia mbaya siku hizi ndugu yangu. Umegombana na kampuni na mkurugenzi, umekuwa kama umegombana na wafanyakazi wote, umevunja paka line. Kiukweli Kevin, hapo sana naona kidogo unajaribu kunishawishi nirudi kazini. Mimi ndugu yangu, siwezi kukupinga. Siwezi kupinga kwa sababu yani mpaka umefika hapa tena bila simu. Naamini unanipenda sana. Na naamini unataka nirudi kazini. Tuendelee kuchapa kazi kama zamani. Kabisa. Kaka, hilo limepita. Uwezi ficha hisia. Kiukweli siku leo mimi nimefurahi sana ndugu yangu. Na Kevin kani haunishindi mimi. Kweli? Mimi ndo nimeenjoy zaidi. Na hivi ulivyonitoa out, yani kama umenifanyia surprise kubwa sana. Kwa sababu kitambo sana sijatoka out. Wajua ndugu yangu wewe umeshazoea outing za usiku. Leo tumetoka mchana, unasemaje umefurahi? Sasa unajua nilikwama kutokana na nilipoachishwa kazi. Kwa maisha yangu kidogo yaliumba. Okay. Kwa hiyo nilikuwa tu mtu kukaa nyumbani. Nilikuwa naangalia barua pia nakosa. Kwa hiyo ndugu yangu kwanza nikushukuru sana, umefanya jambo la maana sana kunirudisha kazini. Mimi mwenyewe Mr. James nimefurahi sana kwa sababu kiukweli pale ofisini nilikuwa sina company. Sina mtu ambaye naweza nikakaa naye tukapiga story tukaelewana. Sure. Unajua mimi na wewe ni zaidi ya marafiki. Kutoka shule mpaka ofisini tuko pamoja. Kwa hiyo mimi na wewe tukikaa tuna vitu vingi sana vya kuzungumza kuliko nikikaa na mtu mwingine tofauti na wewe. Kevin, yule dada namfahamu bwana yule. Hebu simamisha gari. Sawa. Sawa. Siko hapa hapo tusimame. Amina. Mambo. Poa, vipi? Safi mzima. Poa, unaelekea wapi? Naelekea nyumbani. Sawa, basi ingia tukusogeze. Asante kaka, mambo. Safi, habari yako? Kevin, mimi niache kituo cha mbele hapo. Ila huyu dada muache nyumbani kwetu kabisa. Sababu yeye anaelekea huko. Sawa, mama. Kaka, una gari nzuri. Asante. Kuna lazima ukufahamu jina langu? Amna, nitajia tu. Naitwa Kevin. Wow, una jina nzuri kama wewe mwenyewe. Sasa mtanishusha hapo mbele, safi. Sawa.
Asante. Sawa, usijali. Unaweza kanitajia namba yako ya simu? Namba yangu ya nini sasa? Jamani, si mawasiliano, kwani kuna mbaya mimi nikiwa na namba yako? Jamani, usinifanyie hivyo. Moyo wa mtu kichaka, asa ukipendaga, wala una mipaka, chochote waweza tenda. Moyo wa mtu kichaka, asa ukipendaga, wala hauna mipaka, chochote waweza tenda. Uwezi ficha hisia, hasa ukimchagua. Macho hayana pazia. Leo bwana, baada ya kumaliza kazi zangu, nikaona niko boarding sana huko ndani. Ngasema ngoja niende kwenye library yetu pale tunapoweka movie. Nichukue ile series yetu ya Kikorea. Njiani bwana, singakutana na yule shoga yako. Mlochambanaga yule, mlikoga mnazimanaga mawigi. Alivyo ninyali yule dada. Bado nikajisikia vibaya, uweze amini. Ngasema basi ngoja nijishobokeshe tani msalimie. Mama alivyonipita kama kinyesi. Mpaka nikajisikia vibaya, aibu niliona mimi mamangu. Nikasema sasa mtu kagombana na mimi. Asira akuja kuzimalizia kwangu. Mimi nimemkosea nini? Nikasema ngoja niachane naye, ndio na mambo yangu. Nikaenda zangu kuchukua movie, nikaja zangu kuangalia. Lakini kitu kimeniuma sana shoga yangu. Mimi naomba upunguze huo mdomo na kugombana na watu mtaani. Unasababisha mpaka mimi naingizwa kwenye matatizo ambayo hata hayanihusu. Naingizwa na mimi kwenye migogoro yenu. Acha huo Uswahili. Hayo mambo kwanza hayana hata maana. Tufocus kwenye mambo ya maana. Mambo kugombana na watu mtaani sio jambo zuri. Kila mtu unagombana naye. Aya. Amina. Vipi mwenzetu? Mbona kama naongea peke yangu? Haupo hapa? Yaani shoga yangu, nimekutana na mkaka huyo. Yaani ni handsome boy, dunia nzima sijaona. Kakufanyaje huyo mkaka handsome boy? Na umekutana naye wapi? Nimekutana naye njiani wakati narudi nyumbani. Yeye alikuwa kwenye gari shoga yangu. Akasimamisha akataka kunipa lift. Nikakataa kata. Ila alinibembeleza mpaka nikamwonea huruma. Ikaaje? Ikaibidi nipande kwenye gari. Moja kwa moja mpaka nyumbani. Wakati sasa kushuka sasa. Si akaniomba namba. Nikamkazia. Akanibembeleza mpaka akataka kunipa hela. Lakini nilisimamia msimamo wangu. Amina, ya kweli hayo unayoyasema? Kweli, umetoka mimi nyoni wa bei rahisi. Ila ni handsome sana. Yeye anaonekana na hela zake. Yaani nikijiweka pale, mwaka huu lazima nitoboe. Kwa hiyo unafikiria nini? Hilo ni swali la kuniuliza. Nitafikiria nini zaidi ya kumpenda? Rafiki yangu, mtu umekutana naye mara moja, umeshaanza kumpenda. Umempenda, umemtamani. Bwana, sijakusimulia ili unipe ushauri. Nimekuhadithia kama story tu. Kazi yako ni kunisikiliza na kunisupport. Au mengine niachie mwenyewe. Sawa, ngoja niendelee na kazi zangu. Jamani, siko napiga story hapa. Mimi nimeona ndugu yangu umerudi. Kasema tukae kwa pamoja tupige story. Lakini naona kama hatuko pamoja. Endelea tu na mambo yako bwana. Imekuwa hayo. Kwenda bwana, una mambo yako. Taratibu mueleze jinsi gani nampenda,
wala usiyabakize yote nilokuagiza. Taratibu mweleze jinsi gani nampenda, wala usiyabakize yote nilokuagiza. Njiwapeleka salamu kwa yule wangu muhimu, penzi lake kwangu tamu kuliko sana. Samani, sogea pembeni tuzungumze kidogo. Vipi, unanikumbuka? Ndiyo, nakukumbuka. Kwa majina naitwa Kevi. Nafikiri sio vibaya nikifahamu jina lako pia. Naitwa Loveness. Okay. Loveness. Maneno yako yalifanya nibadilishe mtazamo wangu kuhusu pesa na mahitaji ya binadamu. Yalikuwa ni ya kawaida tu. Ni vyema ungeacha yapite. Sawa, lakini hitaji langu kubwa kwa sasa ni namba yako. Nilisha kujibu. Sina simu. Nilifikiri unanitania. Vipi, naweza nikakutoa kwa chakula cha jioni? Hapana. Moyo wa mtu kichaka, asa ukipendaga, wala una mipaka, chochote waweza tenda. Moyo wa mtu kichaka, asa ukipendaga, wala hauna mipaka, chochote waweza tenda. James. Naam. Ni mara ya pili sasa nakuja kwako. Lakini baba simkuti. Bwana, baba yangu ni mtu ambaye anapenda sana siasa. Na hivi tunavyoongea mimi na wewe, yuko Dodoma kwenye chama. Mambo ya mama hayo. Acha kabisa. Imepamba moto. Kwa upande wangu mimi nimeshamaliza process zote. Kilichobakia ni kwenda kukutana nao tu. Safi sana kaka. Mimi naamini mambo yatakuwa mazuri. Na kuahidi nitatumia taaluma yangu yote kuhakikisha hawapindui. Kwa upande huo mimi sina shaka na wewe. Imani yangu yote ipo kwako. Kabisa. James, ndugu yangu. Unajua siku ya kwanza ambayo nakuja hapa kwako, nilipotea. Kuna binti nilikutana naye njiani. Nilipomwelezea taarifa zako, ndio aliyenileta mpaka hapa. Nafikiri nilikwambia. Nakumbuka uliniambia. Ila mimi niliahidi kwamba tamlipa yule binti kwa sababu ya kumpotezea muda wake. Unajua ameacha mambo yake na kunileta mimi hapa. Ila baada ya kufika, nilipotaka kumlipa alikataa pesa yangu. Na kuna maneno aliyaongea. Maneno ambayo yanafanya kila nikiwaza ni muwaze yeye. Alikutukana kaka? Kila nikitafakari ni mtafakari yeye. Hakuna matusi ndugu yangu. Bora matusi ni vitu ambavyo nishavizoea, ni vya kawaida kuvisikia. Maneno gani sasa hayo? Kaka, yule binti aliniambia kuwa muda mwingine hatupaswi kufanya kwa ajili ya pesa. Tunapaswa kufanya kwa ajili ya utu na ubinadamu. Nimejaribu kumwomba namba lakini kaniambia kuwa hana simu. Hata nilipotaka kumtoa kwa ajili ya chakula cha usiku, amekataa pia. Na shauku yangu kubwa ni kutaka kuwa na ukaribu naye. Natamani sana nimjue, niwe na ukaribu naye, nijifunze vitu vipya kutoka kwake. Unajua bwana Kevin, toka mwanzo unaongea, najaribu kukuelewa, lakini sikuelewi. Najaribu kumfikiria huyo binti ni binti wa namna gani, kwa sababu mimi hapa ni mwenyeji, nafahamika sana hapa.
na mabinti wengi nawafahamu, na watu wa karibia maeneo haya mengi nawafahamu. Sasa labda ungenielezea ni binti wa aina gani, yukoje, labda huenda naweza nikana mfahamu. Ni binti fulani hivi ana mwili mdogo mdogo mweupe. Lakini pia leo kanitajia jina lake. Anaitwa Loveness. Oh, Loveness. Unamfahamu? Namfahamu kaka. Loveness namfahamu. Huyo binti bwana ni mtoto wa marehemu Mzee Abeli. Babake amefariki? Ya, babake amefariki. Na toka babake alipofariki, mama yake naye alimtoroka, alikimbia. Mama anamtoroka mtoto? Na inasemekana kaolewa Kigoma huko ndani huko. Dunia ina mambo mengi kaka. Kaka, maelezo yako yananiongezea shauku ya kutaka kuwa na ukaribu naye. Yananiongezea hamu ya kutaka kumjua zaidi. James ndugu yangu, tafadhali naomba unisaidie niweze kuwa na ukaribu naye. Sasa hapo ndugu yangu, jinsi kukusaidia, kwa sababu mimi kabisa sina mazoea na yule binti. Lakini kuna binti mmoja hivi tulimpatia lift juzi, kama unakumbuka Ndio nakumbuka. Sasa yule binti ni rafiki mkubwa sana wa Loveness. Toba. Umeona? Nakwambia hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu kiukweli Loveness baada ya baba yake kufariki aliishi maisha ya taabu sana. Maisha yake yaliumba. Kwa hiyo yule binti yule ambaye tulimpa lift alisoma na Loveness kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Okay. Na alimchukua wakawa anaishi kwao kwa yule binti. Lakini nafikiri kwa sasa hivi watakuwa wamepanga. Na walikopanga sipajui. Unajua nikwambie kitu ndugu yangu James. Tujifunze kuheshimu watu, hususan tusiowajua. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu matatizo mara nyingi yanaturudisha kwa watu tuliowakosea. Unajua baada ya wewe kushuka pale, yule binti alianza kuonesha tamaa. Kivipi tena? Kilichopo moyoni mwake alishindwa kukificha, kikaonekana paka machoni mwake na mdomoni mwake. Alifanyaje? Alianza tu kusifia, sijui gari langu zuri, sijui mara naitwa nani, jina langu. Tulivyofika pale kwenye kituo ambacho kwa nashuka, nilipomshusha akataka nimpe namba yangu. Kaka, sasa kuna ubaya mtu akikwamba namba ya simu? Mimi nilivyomwangalia nikamuona hana tofauti na yule mwanamke wangu pasua kichwa ananisumbua nyumbani yule. Nikamcrash, nikawasha gari buti. Sasa hapo ndugu yangu ndipo ulipoyatimba. Kwa sababu umemtukana mamba kabla hujavuka mto. Taratibu mueleze jinsi gani nampenda, wala usiyabakize yote nilokuagiza. Taratibu mueleze jinsi gani nampenda. Karibu. Nilikuwa nakufikiria muda sio mrefu. Inaonekana una bahati sana. Asante. Vipi, kuna jambo jipya? Lipo, lakini nimependa ulivyovaa. Kawaida yangu kupendeza. Sinaga jambo dogo. Lakini Nasra, kuna jambo nataka nikuulize. Unajua mimi napenda mwanamke wa aina gani? Kama mimi tu. Mweupe, mfupi, mwenye hipsi na chura kidogo. Mwanamke makeup, mwanamke kope za kubandika, mwanamke kucha. Yaani unapenda mwanamke fulani hivi mwenye nakshi, si ndio? Hapana. Mimi nahitaji mwanamke wa kawaida tu. Mwenye tabia na hofu ya Mungu. Mvumilivu na atakayejali hisia zangu. Atakayeniheshimu mimi zaidi ya mume kwake. Na mimi nitayavumilia madhaifu yake. Nitamfanya awe bora kuliko wengine wote.
na mwanamke mwenyewe sio wewe, na wala hauwezi kuwa kama yeye. Sihitaji makalio, hips, wanja wala kope za kubandika. Nahitaji mwanamke ambaye anastiri mwili wake popote anapokuwa nje ya mumewe. Unamaanisha nini kusema hivyo? Nitakuita dada kuanzia sasa. Kevi, mimi dada yako? Mbona unadharau kiasi hicho? Basi nitakuita mdogo wangu. Ama ulitaka nikuitaje? Unajifanya umepata penzi jipya, si ndio? Subiri, nitakuonyesha. Kuna wanaume wengi sana wenye pesa wanatamani kuwa na mimi. Moyo wa mtu kichaka, hasa ukipendaga, wala una mipaka, chochote waweza tenda. Moyo wa mtu kichaka, hasa ukipendaga, wala hauna mipaka, chochote waweza tenda. Uwezi ficha hisia, hasa ukimchagua. Yaani shoga yangu, siku ya leo najiona mtu mwenye bahati sana. Kwa nini? Si unakumbuka nilikuwa kusikia na Funny Events ambaye mambo zake. Nilikutanaga naye njiani akataka kunipa lift siku ambayo ndio nyumbani. Nakumbuka. Wakati nashuka sasa akaniomba namba. Ehe. Nikamkazia shoga, si nikaleta mapozi. Nakumbuka, ulishawahi kuniambia. Sasa basi, katoka kunipigia simu sasa hivi nataka tuonane. Sijui tena namba nikapata wapi. Ile hilo solo muhimu kwangu. Yaani hiyo kesho nataka nipendeze kuliko siku zote za maisha yangu. Na nilivyompania, Mungu mwenyewe ndo anayejua. Sawa, ila dunia ni mwalimu hatari sana. Hana huruma wala afikiri mara mbili anapotaka kukuadhibu. Jifunze kuangalia hatua zako, maana miguu yako inaweza kukupeleka sehemu nzuri au sehemu mbaya. Mbona unaifu sana? Kukushirikisha kidogo tu atakojifanya kama Mama Amina. Sijaongea kwa ubaya Amina, ni ushauri tu. Kama nimekukwaza nisamehe. Tena umenikwaza sana yani. Kwa sababu tangu ufika katika hiki chumba ushakuchangia chochote. Si ni mimi ndo napambana maisha yaende. Leo hii nyota imeniwakia, napata mwanamume mwenye pesa zake anaweza kuleta fitina zako. Kweli ndugu yako ndo adui yako, nimeamini. Sijaongea kwa ubaya, lakini samahani, naomba yaishi. Tusikuze mambo. Na yaishe kweli. Wewe mwenyewe unategemea pesa zangu za kudanga. Alafu anza kujiongelesha. Moyo wa mtu kichaka, hasa ukipendaga, wala una mipaka, chochote waweza tenda. Moyo wa mtu kichaka, hasa ukipendaga, wala hauna mipaka, chochote waweza tenda. Uwezi ficha hisia, hasa ukimchagua. Macho hayana pazia, moyoni akishaingia. Moyo wa mtu kichaka, hasa ukipendaga. Baadaye. Njoo mama moja. Kaka, umeanza tena. Unaenda wapi? Sasa kaka, maswali gani hayo jamani? Unaona nimepaka makeup, nina pochi. Sinatoka jamani, ipo wazi. Nafahamu kama unatoka. Na ndio maana nimekuuliza unaenda wapi? Lakini kaka, kila nikitoka mnaniuliza ninapoenda. Mbona mimi sija hata siku moja kuuliza nyinyi mnapoendaga? Nakera bwana saa nyingine. Unajua Kendi, ngoja nikwambie mdogo wangu. Usalama wako ni muhimu sana katika familia yetu. Hakuna anayekuuliza maswali hayo kwa lengo la kukuonea. Hayupo. Sisi kama familia yako, mimi kama kaka yako, nina haki ya kujua mdogo wangu unatoka unaenda wapi. Wewe ni mtoto wa kike.
muda mwingine jaribu kufikiria kabla hujaongea hayo unayoongea, sawa? Unajua kaka, akili yako, masikio yako yapo kwa ajili ya kuwasikiliza wazazi. Unasahau kwamba wewe pia ni mtu mzima, una maamuzi yako binafsi. Unapowapa nafasi wa kuingilia kwenye maisha yako, mwisho siku sasa atakuchagulia mpaka mke. Mimi nimeyakataa hayo maisha. Na ndio maana unaniona kila siku kama vile nakosea. Bro, kama umemaliza niambie mimi niondoke basi. Aya, sawa. Mshindi wewe mama. Ndio. Lakini kaa ujue chochote kibaya kitakachokufika, familia yako ndio itakaowajibika. Aibu yoyote itakayokufika wewe, usifikiri ni yako peke yako. Ni aibu ya familia nzima. Usilisahau hilo. Sasa mbona unaniombea mabaya tena mdogo wako? Tusiongee mengi. Naomba uniletee juisi afu uendelee na safari zako. Kaka, nikuletee juisi wakati mfanyakazi upo ndani hapo? Na mfanyakazi? Mmempata lini na mbona imekuwa haraka hivi? Rafiki yake mama ndo alimuunganisha. Sawa, mwambie basi aniletee juisi. Yaani kaka unapenda starehe sana. Wewe unashindwa kwenda kumwambia jamani akupe juisi? Kendi, ina maana hata kwenda tu kumwambia aniletee juisi na yenyewe ni kazi ambayo iwezi. Tatizo nachelewa bwana. Yaani ungetafuta kazi ungekuwa unawahi na kazini hivi. Una maneno sana kaka. Nishamwambia kuletea juisi baadaye. Sasa ungepata nguo ndefu kidogo. Kaka, hebu niache basi jamani. Loveness. Inawezekanaje wewe kuwa hapa? Mimi nipo kazini Kevin. Uwezi ficha hisia, hasa ukimchagua. Macho hayana pazia,